Wafu wako wapi? Je, mtu akifa anaenda wapi? Pengine umewahi kusikia kwamba mtu akifa roho yake hubaki huru na kuwa nafsi hai. Na pengine umewahi kusikia, na kama kusikia, pengine umefundishwa, pengine umewahi kuhadithiwa na watu kwamba mtu aliyekufa anazungumza pamoja na watu ambao wapo hai mpaka leo. Sasa leo nimekuletea somo ambalo linaelezea chimbuko na chanzo cha hili fundisho. Je, ukweli wake ni nini na limetokea wapi? Fundisho hili limeanzishwa na mwanafalsafa anaitwa Plato, ambaye amekuja na falsafa yake inayoitwa falsafa ya Plato kuhusu kifo kama ifuatavyo. Falsafa ya Plato. Plato anaelezea kifo akisema si jambo la kuogopesha, bali analiona kama ukombozi wa roho. Kwa Plato, kifo si mwisho wa maisha, bali ni mwanzo wa safari mpya ya kuelekea kwenye ukweli wa mambo. Misingi mikuu minne ya mtazamo huu. Moja, kutenganishwa kwa roho na mwili. Plato aliamini kuwa mwanadamu ameundwa na sehemu kuu mbili, ambazo ni mwili unaoonekana na unaokufa, na roho isiyoonekana na isiyokufa. Kwake yeye, kifo ni tendo la roho kujitenga na gereza la mwili. Anaelezea msingi huu akisema mwili ni kikwazo kinacholeta njaa, magonjwa na hata tamaa zinazomzuia mtu kutafuta hekima. Roho anaeleza akisema ni chombo cha akili na hekima kinachotamani kurudi kwenye asili yake ya awali. Msingi namba 2, kifo kama utatuzi. Katika kitabu chake cha Phaedo, Plato anamnukuu Socrates akisema kuwa falsafa ya kweli ni maandalizi ya kufa. Mwanafalsafa anatumia maisha yake yote kujaribu kuitenganisha roho yake na tamaa za kimwili. Kwa hivyo, kifo kinapofika, mwanafalsafa haogopi kwa sababu amekuwa akijifunza kufa, yaani kuiweka roho yake mbali na mwili maisha yake yote. Msingi wa 3, ulimwengu wa mawazo. Plato alifundisha kuwa roho ni ya milele na ilikuwepo kabla ya kuzaliwa katika ulimwengu wa mawazo. Kifo kinaruhusu roho kurudi kwenye ulimwengu huu ambapo hakuna mabadiliko, uharibifu wala uongo. Huko roho inaweza kuona ukweli halisi kama vile uzuri, haki na wema, bila kizuizi cha macho ya nyama. Msingi wa 4 ni kuzaliwa upya au reincarnation. Plato aliamini katika mzunguko wa roho. Ikiwa mtu aliishi maisha ya kufuata tamaa za kimwili pekee, roho yake inaweza kurudi duniani katika umbo lingine kama binadamu au mnyama. Kumaanisha kwamba kama umeishi kwa kufuata tamaa za kimwili hapa duniani, baada ya kufa unaweza ukazaliwa kama mtoto mwenye wazazi wengine, au ukazaliwa kama mnyama, mfano nyoka, mbuzi, chura au wanyama wengine baada ya kufa. Ni wale tu waliosafisha roho zao kupitia falsafa ndio wanaweza kubaki katika ulimwengu wa milele wa mawazo, yaani roho isiyokufa. Karibu tujifunze ukweli wa Biblia na falsafa ya Plato. Kulingana na falsafa ya Plato na kilichoandikwa katika Biblia, kuna tofauti za msingi kuhusu asili ya mwanadamu na kifo. Muda huu tutaangalia utofauti uliopo kati ya madai ya Plato na maandiko ya Biblia. Namba 1, asili ya mwanadamu. Plato anadai mwanadamu ni roho iliyofungwa ndani ya mwili, yaani mwili ni gereza na roho ndiyo mwanadamu halisi. Lakini Biblia inafundisha kuwa mwanadamu ni umoja wa mwili na roho. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2
aya ya 7 inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mungu alitoa mavumbi, akatengeneza mwili na kupulizia pumzi ya uhai ambayo ndiyo roho, na mwanadamu akawa nafsi hai. Biblia haioni mwili kama gereza, bali kama sehemu muhimu ya uumbaji wa Mungu. Biblia inatambua mwili kama hekalu la Roho Mtakatifu. Tofauti ya pili, hali ya kifo. Plato anaeleza kifo ni rafiki na mkombozi anayeachia roho iende kwenye uhuru. Biblia inakiita kifo adui wa mwisho. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Korintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 26 inasema, adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Kifo hakikuwepo kwenye mpango wa asili wa Mungu. Kiliingia duniani kama matokeo ya dhambi. Badala ya kukishangilia kifo kama Plato, Biblia inafundisha kuwa Kristo alikuja kukishinda kifo. Utofauti wa tatu, hatima baada ya kifo. Hapa ndipo kuna utofauti zaidi. Plato anajikita kwenye kutokufa kwa roho. Yaani, roho inaendelea kuishi yenyewe bila kuhitaji mwili milele. Wakati huo Biblia inajikita kwenye ufufuo wa mwili. Biblia haisemi tutaishi kama vivuli au roho tupu milele. Inasema katika siku ya mwisho miili yetu itafufuliwa na kuunganishwa na roho zetu katika hali ya utukufu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42 hadi 44 imeandikwa, kadhalika na kiama ya watu hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili, na roho pia uko. Tofauti ya 4 ni kuhusu reincarnation, yani kuzaliwa upya. Plato aliamini katika mzunguko wa roho kurudi duniani ili kujitakasa. Lakini Biblia inakataa kata wazo la kuzaliwa upya katika mwili mwingine. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 Biblia inasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Hakuna nafasi ya pili ya kurudi duniani kama kiumbe kingine kwa mujibu wa maandiko matakatifu. Kwa hiyo nadharia ya reincarnation, kwamba tutazaliwa katika mfumo mwingine kama kiumbe kipya kilichozaliwa na wazazi tofauti na wale wa awali, au unarudi duniani kwa umbile tofauti kwa mfumo wa wanyama kama nyoka, chura, mbuzi na wanyama wengine. Fundisho hili ni tofauti kabisa na kile Biblia inachoeleza. Sasa utaniuliza swali. Je, watu wanaodai kwamba walishawahi kuwasiliana na hawa watu waliokufa huwa wanawasiliana na kina nani? Jibu lake ni rahisi. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 11 aya ya 14 maandiko yanasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza na awe mfano wa malaika wa nuru. Mungu akubariki.